Lass uns makofi mengi Fatih Brasben. Wananchi, uwekezaji uliofanywa na unaendelea kufanywa katika miradi hii mikubwa umegharimu fedha nyingi sana. Amezitaja Balozi Anne Sophie hapa. Amefika pahali hawezi kutaja namba, anasema nyingi sana, nyingi sana. Ni kweli fedha ni nyingi sana. Hivyo ni waombe sote tulinde na tuitunze miradi hii ili iendelevu kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Ndugu zangu, miradi mingine iliyotekelezwa chini ya programu hii kama alivyosema waziri hapa ni ujenzi wa matenki ya maji maeneo ya miinuko katika jiji la Mwanza. Huko miaka ya nyuma hatukudhania kwamba kweli Mwanza juu ya milima kule kutakuwa na matenki ya maji. Leo Mungu ametuwezesha tumeweza. Lakini vile vile na ujenzi wa miundombinu wa sambazaji wa maji. Vile vile tumefanya ujenzi wa mfumo wa uondoaji wa maji taka katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na maeneo ya milimani na ujenzi wa mifumo wa uondoaji pamoja na uchakataji maji taka katika gereza la Butimba. Yote ni fedha ya miradi huu, ni sehemu ya mradi huu. Miradi hii yote kama ilivyoelezwa hapa imelenga kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira ikiwa ni pamoja na kulinda mazingira ya Ziwa Victoria ambalo ni muhimu sana kwa maisha na maendeleo ya kibiashara katika jiji la Mwanza, lakini pia kwa wakaazi wanaoishi kando kando ya ziwa hilo na maeneo ya jirani. Nimefurahi kusikia kuwa mradi huu ulihusisha pia ujenzi wa vyoo vya kisasa vya umma vipatavyo 107 katika mashule, zahanati na masoko katika wilaya ya Nyamagana na Ilemela. Kwa hiyo nirudie niseme kwamba niwahakikishie kwamba mimi pamoja na wenzangu wote serikalini tumedhamiria kuhakikisha tunategua kitendawili cha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama yenye kutosheleza kwa wananchi wote wa jiji la Mwanza na viunga vyake. Ndugu zangu, maziwa makuu likiwemo Ziwa Victoria ni vyanzo vya uhakika vya maji kwa matumizi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. Hivyo niwakumbushe kwa swala la uhifadhi wa mazingira ikiwemo kudhibiti kuenea kwa magugu maji katika Ziwa Victoria ni msingi wa uendelevu wa upatikanaji wa maji, kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo, viwanda, ufugaji, uvuvi, utalii na usafiri kwa njia ya maji. Amesema vizuri hapa Celine Robert, mwakilishi wa FDB, amezungumzia vizuri swala la utunzaji wa mazingira. Kwa muktadha huo, naagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kamilifu kwa kushirikiana na sekta zote. Huu ni mradi mkubwa, lazima tutunze mazingira ili ziwa hili liendelee kuwepo na liweko kwa vigezo vyake. Lisikauke tukarudi tena kule nyuma. Miundombinu na uwekezaji tuliofanya ni wa thamani, ni wa gharama kubwa sana. Kwa hiyo wote tushirikiane kulinda mazingira ili ziwa liwe chanzo endelevu cha upatikanaji wa maji ndani ya kanda hii ya ziwa. Nichukue fursa hii kumpongeza sana waziri wa maji pamoja na watendaji wote wa wizara yake. Lakini pamoja nao nipongeze MWAUWASA kwa usimamizi wa karibu uliofanikisha mradi huu kukamilika kwa ubora uliokusudiwa. Aidha nizishukuru taasisi pamoja na wadau wa maendeleo mbalimbali walioshirikiana na serikali kutoa ruzuku na mikopo nafuu na kutuwezesha kutekeleza miradi hii. Miongoni mwa wadau hao ni pamoja na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya (EIB), Shirika la Maendeleo la Ufaransa (AFD), Umoja wa Nchi za Ulaya (EU) na wengine VIE,
LVBC, GIZ na KWF. Tunashukuru kwa ufadhili wao. To our partners in development, on behalf of the people and the government of the United Republic of Tanzania, I appreciate your partnership and support in realizing these transformative and life-saving projects. Thank you very much. Asanteni sana. Tanzania is very grateful. I would like to request Your Excellency Anne Sophia Vey, Mr. Edward and Madam Celine, to convey our utmost gratitude to your respective institutions. Thank you very, very much. Eneo la mjini, hili ndio umefunga kazi. Leo, washirika wetu wa wadau wa maendeleo, kwa kazi hii ambao umeifanya, ambao dhamira yako ya kisiasa, wanasema tunakuongezea fedha nyingine. Mungu atupe nini tena wana Mwanza? Wapo watu ambao walikuwa wakipita mitaani, wanasema Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda nje, aendi nje kucheza. Leo majibu yake mmeyapata. Piga makofi mengi sana. Na hii ndio sababu Mheshimiwa Rais, ndugu zetu wa mtaa wa pili wameamua kuhamisha timu wasiingie uwanjani. Kwa sababu huu ni mziki mnene. Mtu ambaye anataka kushindana na Daktari Samia Suluhu Hassan ni sawa na kulikalia treni kwa mbele. Wewe unasubiri kufa, chezea kufa wewe. Jamaa wamesepa. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, mwisho, mimi ni mjukuu wa Kisukuma. Wazee hawa, machifu hawa wa Kisukuma wamenitumba niseme ya kwamba banu bangwanza tulilumba kulandirwa minze wabeja mayu. Mheshimiwa Rais, kwa kazi ambayo umeifanya katika maji, wanasema asante sana na Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais.